Mpendo wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Nam, ikiwa ni Aprili 23, mbingu yote inaangalia. Mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Yohana 5:39. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa somo hili zuri, asante kwa asubuhi hii njema tena. Tunajikabidhi kwako Baba, tunaomba utuongoze vyema, tupate Roho yako Mtakatifu akatuongoze sawa sawa na mapenzi yako, na yote tuyaishi. Baba, tunajikabidhi kwako, baraka zako zikaambatane pamoja nasi kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Huu ni wakati wa machafuko na vijana wanalemewa mno na hali hiyo. Laiti wangefanywa kutambua umuhimu na hatari ya nafsi wanayoichukua. Laiti kama wazazi na walimu wa shule ya Sabato wangeongozwa kuona wajibu wao wa kuwaongoza kwa hekima. Kamwe hakujawahi kuwa na maslahi mengi muhimu yaliyo hatarini kiasi hiki. Kamwe hakujawahi kuwa na masuala muhimu sana katika kizazi chochote kama yale yanayosubiri kizazi kinachoingia kwenye hatua ya utendaji. Kamwe vijana wa zama zozote au nchi yoyote hawakuwahi kuangaliwa kwa dhati na malaika wa Mungu kama ilivyo kwa vijana wa leo. Mbingu yote inatazama kwa shauku kubwa kwa kila kiashiria cha tabia wanayoiunda. Ikiwa watapoletwa majaribuni, watasimama kidete kwa ajili ya Mungu na haki, au watayumbishwa na mivuto ya ulimwengu. Mungu anayo kazi ipaswayo kufanywa kwa muda mfupi. Amekabidhi kwa vijana talanta ya akili, muda na mali, na atawawajibisha kwa vile wanavyotumia karama hizi njema. Anawaita kuja mbele ili kuipinga mivuto potovu inayowaduwaza ya enzi hii ipitayo upesi, na kisha kufanywa kustahili kufanya kazi katika kazi yake. Hawawezi kuwezeshwa kuwa na manufaa bila kuweka moyo na nguvu katika kazi ya maandalizi. Kanuni za Kikristo lazima zistawishwe kwa kuthaminiwa na kufanyiwa kazi kwa vitendo. Kujitawala lazima kupatikane kwa juhudi za dhati, zikisaidiwa na neema ya Mungu. Pale vijana wanapoichagua huduma ya Yesu na kuthibitisha kwamba kwa msaada wa Mungu wanayo kanuni ya kimaadili ili kuitiisha nafsi, wanakuwa nguvu kazi kwa mema, na mvuto unatoka ndani yao ambao unawaongoza wengine kumtukuza Mungu. Ni sheria ya Mungu kwamba baraka zije na gharama fulani kwa mpokeaji. Wale wanaotaka kuwa na ujuzi katika sayansi lazima wasome, na wale wanaotaka kuwa wenye hekima kuhusiana na ukweli wa Biblia ili kwamba waweze kuwapatia wengine maarifa hayo, lazima wawe wanafunzi wenye bidii wa neno takatifu la Mungu. Hakuna njia nyingine. Wanalazimika kuyachunguza maandiko kwa bidii, kwa upendo na kwa maombi. Maneno ya thamani yenye ahadi na kutia moyo, kuonya, kuadibisha na ya mafundisho yanapatikana hapo. Watajifunza kuhusu upendo wa Yesu, thamani ya damu yake, na fursa za pekee zinazotolewa tu kwa neema yake. Biblia daima inapaswa kuwa kitabu cha kiada cha Mkristo, na inapaswa kufanywa kuwa ya kuwavutia vijana zaidi ya vitabu vyote. Ikiwa watakunywa ndani ya roho yake kabisa, watakuwa tayari kustahimili hila za shetani na kupinga vishawishi vya zama hizi za udanganyifu.
kwa uzuri wa lugha yake sahihi, maoni yake ya juu, ukweli wake usiokosea, wema wake na uwezo wake wa kutia huruma. Neno la Mungu limeazimiwa vyema ili kugusa akili na kuipatia masomo mengi mno. Utasoma Youth Instructor la Mei 7 mwaka 1884. Huu ni mwisho wa somo letu la Aprili 23. Mbingu yote inaangalia. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa somo hili zuri. Mbingu yote inatutazama sisi vijana katika kuifanya kazi yako. Mbingu yote inawatazama wazee, watoto na kila mmoja wetu. Baba, tusaidie tuweze kuifanya kazi yako. Hatuwezi isipokuwa kwa Roho wako Mtakatifu. Baba, tupatie Roho wako Mtakatifu atuongoze kuifanya kazi yako kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu yu